wangu wa leo ni kwamba ni kesho ya kanisa. The future of the church. Kesho ya kanisa. I've come to realize nimekuja kutambua many believers ya kwamba waamini wengi, as much as they are born again, licha ya kwamba wao wameokoka, they speak in tongues, wananena kwa dini, they are sure that one day they will inherit the kingdom, wanaohakikisha kwamba siku moja wataurithi nchi, but they have no adequate knowledge of the real future of the church. Lakini kweli ni kwamba wao hawana ujumbe kamili ama hawana ufahamu kamili wa kesho ya kanisa. Continue serving God. Wakati kuendelea kutumikia Mungu, what is your future? Je, kesho yako ni nini? What is the future of the bride of Christ? Je, ni kesho ya bibi harusi wa Kristo ni nini? Amen. This is very important to know. Hii ni muhimu sana kufahamu, because you will be able to explain to other people. Maana utakuwa na ule ufahamu na kueleza wengine. And when you have the adequate knowledge, na wakati unao ufahamu kamili, you will be able to work out your salvation. Itakuwa kwamba unaweza kufanya kazi you will be encouraged. Utakuwa kwamba umetiwa moyo, because you know from where you are. Maana unajua kutoka mahali mahali unaenda, things that you will encounter, mambo yale utapatana nayo, so on and so forth, na yale mengine. So these are the words of Apostle Paul to the church of Thessalonica. Haya ni maneno ya mtume Paulo kwa kanisa la Thessalonica. And Paul is trying to show the church, na Paulo anajaribu kuonyesha kanisa a certain important event for the church, not for anybody else. Tukio ambalo ni muhimu sana kwa kanisa, si kwa kila mtu. And this event is referred to as rapture. Na hii tukio inaitwa unyakuzi. Rapture, the word itself does not appear anywhere in the Bible. Unyakuzi ni neno ambalo halipatikani popote kwa katika Biblia. But the Bible brings it in different wordings. Lakini Biblia inaelezea kwa maneno mengine. For example, kwa mfano, what Paul is telling us here. Kile Paulo anatuambia hapa, he is saying, anasema kwamba for the Lord himself. For the Lord himself. Anasema kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe will descend from heaven, atashuka kutoka mbinguni, with a shout, pamoja na mwaliko, with the voice of an archangel, na sauti ya malaika mkuu, and with the trumpet of God, na parapanda ya Mungu. And the dead in Christ will rise first. Nao waliokufa katika Kristo watafufuka alive. Kisha sisi tulio hai, and the remain, tuliosalia, shall be caught up, tutanyakuliwa pamoja nao, together, katika pamoja nao, shall be caught up, tutanyakuliwa, shall be caught up, tutanyakuliwa together, pamoja nao. Amen. Hallelujah. Brothers and sisters, ndugu na dada, in this topic about the future of the church, katika hiki kichwa ambacho ni kesho ya kanisa, I want to show you a number of things. Ningependa kuonyesha mambo kadha wa kadha that are going to happen, ambayo yatafanyika for the church, not the world. Kwa ajili ya kanisa, si kwa ulimwengu, hapa si kwa wale ambao hawajamjua Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Number one, Paul is pointing to us. La kwanza Paulo anatuelekeza that a time is coming, ya kwamba wakati when we are going to be gathered together. Ya kwamba tutakuwa tumekusanyika pamoja. And when we are gathered together, na wakati tutakuwa tumekusanyika pamoja, we are going to be taken up, tutanyakuliwa juu. And we are going to meet Jesus in the cloud. Na tutapatana na Yesu katika mawingu. My brother, my sister, ndugu yangu, dada yangu, this is an event. Hili ni tukio for the church ya kanisa, the born again, waliookoka, the believers, wale wanaoamini, people, watu whose names ambao majina yao are written somewhere, yameandikwa pahali in a certain book, kwa kitabu fulani, a unique book, kitabu ambacho ni kitabu called the book of the Lamb, ambacho kinaitwa kitabu cha mwana. My brother, my sister, ndugu yangu, dada yangu, for your name to be written there, kama jina lako liweze kuandikwa pale, it is not your area MP, si mjumbe wako who will take that name there, ambao atapeleka jina lako pale, it's not even your pastor, hata sio mchungaji wako, it's not an apostle, a bishop, sio somewhere, mtumishi ama askofu mahali, for your name to appear there, ili kwamba jina lako litokezee pale, is you, ni wewe to ensure kuhakikisha your name is written there. kwamba jina lako limeandikwa. Where is the name of the Lord? Bwana Yesu asifiwe. Revelation chapter 3.
mstari wa 20. The Bible says, Biblia inasema, and behold, na tazama, I'm knocking the door. ninabisha mlango. I'm knocking the door. Ninabisha mlango. Today I want to go very slowly. Leo ningependa kuenda utaratibu So sana, you can understand the future, your future, because you are the church. ili kwamba uelewe kesho yako, manake wewe ndio kanisa. I'm knocking the door. Ninabisha mlango. And if anyone opens, Na kama mtu yeyote I will enter nitaingia and serve with him, na ni kule na yeye, and he will serve with me. na yeye atakula na mimi. These are words of Jesus. Haya ni maneno ya Yesu You Kristo. see now, brethren, Unaona wapendwa, it is important for you to note. ni vizuri kwamba ni vyema zaidi kuelewa Even as we speak, kwamba leo tunapoongea hivi, the grace of salvation is available neema ya wokovu iko inapatikana for all of us. kwa ajili yetu sisi wote. Even that sinner who sinned last night, Hata mwenye dhambi mwenye alifanya dhambi usiku uliopita, the saving grace of the Lord is available. neema ya kuokoa ya Yesu Kristo iko ingali, And Jesus is still knocking doors, na Yesu angali anabisha mlango, door after door, mlango kwenda mlango, door after door. mlango kwenda mlango. Why? Kwa nini? Because Manake the Bible says Biblia inasema it kwamba is not the will of the Father si mapenzi ya Baba that anyone, ili kwamba mmoja aweze kupotea, but all come to repent lakini wote waje katika toba through Christ Jesus. kupitia kwa Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. So, brethren, Kwa hivyo wapendwa, the moment you give your life to Jesus, wakati unapenda maisha yako the kwa Yesu, moment you make up your mind, wakati unaweka mambo yako and you vizuri say today, na unasema leo hii desire, ninatamani, your nimeshaukia purpose na nimeshaukia to live the world kuacha na ulimwengu and give my life na nimeana maisha yangu to Jesus, kwa Yesu Kristo, He enters in anaingia ndani and He makes an habitation in you. na anafanya makao ndani yako, He lives within you. anakaa ndani yako, You become His child. unafanyika mwana wake. According to John chapter 1 verse 12, Kulingana na Yohana 1, as many as who believed in Him, wengi ambao waliweza kumwamini He gave them power aliwapa uwezo to become His children. wa kufanyika You wake, become His child. ukafanyika mwana wake, And your name na jina lako is registered immediately inaandikwa kutokea pale in the book of life, katika kitabu cha uzima, the book of the Lamb. katika kitabu cha mwana kondoo. And now that your name is there, Na sasa ikiwa kwamba jina lako liko pale, hallelujah. haleluya, Now that you are a child of God, ikiwa kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, even the Antichrist, hata mpinga Kristo all we saw in his rising and the falling, ambayo tuliona kwamba ataamka na ataanguka, nisikize kanisa, he cannot give you that mark. hawezi kukupa kile chapa ambao Biblia inasema. Why? Kwa nini? Because remember in the book of Acts of the Apostles, Maanake kumbuka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, when Peter stood in the day of Pentecost, wakati Petero alisimama katika siku ya Pentekoste and spoke to the people, na akanenea watu, he told them aliwaambia the gift of the Holy Spirit ile karama ya Roho Mtakatifu is a gift from the Father ni kipawa ambacho kinatoka kwa Mungu for us, kwa ajili yetu and for as many as he will call. na kwa wengi wale ambao ataita. It is a gift. Ni kipawa, And so the Bible says, na Biblia inasema kwamba the Holy Spirit of God Roho Mtakatifu wa Mungu is a down payment, ni toleo au ni malipo, is an installment. ni malipo. Hallelujah. Haleluya. So imagine we are purchased. Ujue kwamba sisi You become God's property. ukafanyika mali ya Mungu. So you cannot claim someone's property. Kwa hivyo huwezi itisha mali ya mtu mwingine. So there should be no fear charge Kwa hivyo kanisa hakufai kuwa na uoga about what is happening kwa kile ambacho kinatendeka and what the devil is planning. na kile ambacho ibilisi anapanga. That is why Peter, Hiyo ndio sababu Petero in his first letter chapter 2 verse 9, waraka wake wa kwanza 2:9 anasema you are chosen generation. ya kwamba sisi ni taifa teule, We are chosen from the world. sisi tulichaguliwa We kutoka kwa Mungu. belong to somebody else. Sisi tunamilikiwa We have the Father our God. tunaye baba ambaye ni Mungu. The devil comes late. Kwa hivyo shetani anakuja Even as he loves to claim as many as he wants. hata wakati anakuja kudai
zangu na dada, it is the other day I told you, ni siku nyingine ile nilisema desire to live a life of rapture. tamania sana kuishi maisha ya unyakuzi. When you wake up, Wakati unaamka, wake up and see before the day ends, you might be raptured on the way. amka ukiwa na ile moyo wa kwamba siku kabla ishe unaweza nyakuliwa. Begin to understand your future. Anza kuelewa kesho yako. Your future is not here. Kesho yako haiko hapa. Your future is in the kingdom of our God. Kesho yako iko katika ufalme wa Baba. Haleluya. Tukua na hiyo tumaini. And let us desire Na tutamani to partake in this great day. ya kwamba sisi tuwe pamoja mmoja wa wale wanaoshukuru katika hili jambo. Ndugu zangu na dada, As we congregate here, tunapokusanyika as we continue to serve God, tunapoendelea kumtumikia let Mungu, us know tujue kwamba one day siku moja when to be gathered tutakuwa tumekusanyika by Jesus. juu kwa kulala We pamoja will na meet him in the air. na tutampatana naye katika mawingu. When you see these things, Wakati unaona haya mambo, which things am I ni talking mambo about? gani nasema kuhusu? The things that you are seeing now, Mambo ambayo unaona saa the hii, confusion you are seeing, ile mchanganyiko unaona saa hii, is of lawlessness. wakati utaona kwamba wao wamepunguka kumjua Mungu, kumsikia Mungu. Biblia inasema kwamba When you see these things, wakati unaona mambo haya, look up, inua macho juu, because maanake your day of salvation is drawing near. siku yako ya wokovu inakaribia. These are signs Hizi ni ishara to warn you, ya kuweza kuonya wewe be prepared. ili kwamba uwe tayari. What is the future of the church? Je, kesho ya kanisa ni nini? Number 2, Ya pili, there is going to be a feast. kutakuwa na karamu, It's going to be a feast. kutakuwa na sherehe. My brother, my sister, Ndugu yangu na dada yangu, I know you have attended the feast. najua kwamba ushahudhuria karamu, Washes. ukahudhuria hizo sherehe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There is one feast, Kunayo sherehe moja and there shall never be a feast like this. na kutakuwa na sherehe kama hiyo. How I pray Ninaomba that you don't miss this. ili kwamba usiweze kukosa sherehe. It is called Manake inaitwa the marriage of the bride. kama harusi ya mwanakondoo. The marriage of the bride. Harusi ya mwanakondoo. This is a feast. Hii ni karamu, Near future. sherehe ambayo imetanganishwa pale kwa You and the bride. kwa ajili yako na kwa ajili yako. Hallelujah. Haleluya. How I wish Unatazamia that you don't miss ili kwamba usikose this great feast. siku ya sherehe hii kuu. Revelation chapter 19 verse 7 to 9. Ufunuo 19, Move very quick because of time. tuende haraka. And then be prepared. We are going to read many scriptures. Na uweze kujitayarisha manake tutasoma kwingi. Hallelujah. How are you there? Kwa pale Ufunuo 19, Revelation 19 verse 7. The Bible says, Ufunuo 19 mstari wa 7 inasema hivi. Then he said to me, mstari wa 9. Revelation 19 verse 7. Sorry. Revelation 19 verse 7. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Ufunuo Yohana 19 mstari wa 7, na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous act of the saints. Naye amepewa kufikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Then he said to me, right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, there are the true sayings of God. Mstari wa 9, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu.
Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Brethren, listen to me. Wapendwa nisikizeni. This is point number 2. Hii ni alama ya pili. The marriage feast of the Lamb. Sherehe ya mwana kondoo. Who are invited in this marriage? Je, watu wamealikwa katika karamu? Who are the invitation card? Ni akina nani walio na kadi ya mwaliko ya sherehe? Born-again believers. Ni wale tu wameokoka. Hallelujah. Hallelujah. Those are the only people invited in this feast. Wale ndio watu ambao wamealikwa karamu hii ya mwana kondoo. They have an invitation. Wao wana mwaliko kupitia wokovu. Hallelujah. Hallelujah. There is no gate clashing there. Hakuna kusukumana malango. No gate clashing. Gate clashing ni wale wanaingiaga tu jajojana. Yes. Hakuna wale wa kuingia wakijificha hivi, lazima uwe na mwaliko rasmi. You remember the day Jesus gave a parable? Unakumbuka wakati ule Yesu master prepared a celebration. Ya kwamba Bwana mmoja akatayarisha karamu And the people were invited. na watu wakaalikwa. And there was order in which everybody would come. Na ikawa kwamba kulikuwa na mtaratara wa jinsi watu wataingia. And the people were dressed in a specific way. Na ikawa kwamba watu walikuwa kwamba official vazi. The Bible says people entered and got seated. Na watu wakaingia na wakapaa, kila mmoja akiwa amevalia nguo yake na akaketi. So finally the master entered. Na mwishowe Bwana akaingia. And as he was going round, Na alipokuwa anazunguka ndani kule, he met one person akapata jamaa mmoja who was dressed differently. ambaye alikuwa amevalia kitofauti. The Bible here tells us Biblia inasema pale the bride will be arrayed in white linen. bwana harusi atafishwa katani nyeupe. Katani safi nyeupe. So anybody else with a different dress Kwa hiyo yeyote yule ambaye atakuwa na vazi tofauti is a gate clash. huyo ni mtu wa kujificha kuingia. Biblia inasema Master stopped, Bwana akasimama, looked at the man, akamtazama yule asked him, na akamuuliza, how did you find your way here? je, uliwezaje kuwa hapa hivi They are hapa? not different from others. Maana wewe unaonekana tofauti na wengine wale. The Bible says Biblia inasema the man mtu yule was forced out alilazimika kutoka and ile thrown into darkness. na akatupwa kule kwa giza. Nisikize, This is a very, very important event that as a believer you should not miss. hii ni tukio ambalo ni muhimu sana sisi kama Wakristo ambao hatufai. As we celebrate there, Tunapokuwa pale tunasherehekea, we will be rewarded. tutakuwa tuna tuzo. After the celebration, Baada ya sherehe, the next thing, kitu ya pili itatendeka. we are going to be crowned. Tutakuwa tunafishwa taji. We will be crowned. Tutafishwa taji. My brother, my sister, Ndugu yangu, dada yangu, are you prepared? je, uko tayari? Do you really deserve a crown? Je, unapaswa kuwa na taji? And after that, Na baada ya hiyo judgment will follow. hukumu itafuata. Judgment. This is not judgment of go to the fire. No, this is judgment of rewarding each one of us. Hii itakuwa ni hukumu ya kutupa kwa kila And mmoja. you know there are people who anytime you hear judgment you think of now going to hell. No. Kuna wengi ambao unaposikia hukumu unaanza kufikiria I saw there are two katika types somo. of judgment. Nilisema kwamba kuna hukumu mara mbili. The judgment in the white throne, Hukumu katika kiti cheupe, and there is now the judgment of Christ. na kuna ile sasa hukumu ya Kristo. This is the judgment I'm talking about. Hii ndio hukumu ninayosema. Have you seen competition like music festivals? Je, umeona mashindano kama ya nyimbo? The people who sit there as adjudicators, Wale watu wanakaanga pale ili kuangalia jinsi mnaimba, they are called judges. au wanaitwa waamuzi. Their work is not to tell a certain group go to hell. Their work is to give you a rating and put you to the position that you deserve. Kazi yao si kuwaambia nyinyi mmesikiwa sana endeni kuzimu, ni ile kuwapanga jinsi na vile mmeweza kuwasilisha. So this judgment Hukumu is to judge each one of us ni hukumu kila mmoja and give each one of us what we deserve na kupea kila mmoja kile ambao anapaswa to the work that we
kulingana na kazi ile. Hiyo praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. 1 Corinthians chapter 3. Wakorintho wa kwanza 1 Corinthians chapter 3, very quickly. Wakorintho wa kwanza 3 verse number 11. Wakorintho wa kwanza 3. Wakorintho wa kwanza 3 verse number 11. mstari wa 11. Are you there? Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 11. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au nyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Verse 13. Sura 13. Each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Mstari wa 13, maana siku ile itadhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto mwenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Listen to verse 14. Sikiza mstari wa 14. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu. If anyone's work is bad, he will suffer loss, but he himself will be saved, yes, so as through fire. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Hey, brothers and sisters, ndugu zangu, dada zangu, this portion of scripture, hii mistari ambayo tumesoma, is calling all of us inatusii sisi wote to be diligent in what we are doing, ili kwamba tukuwe makini kwa kile tunafanya. God is saying, Paulo anasema there is no other foundation to build on except Christ. hakuna msingi mwingine ambao tunafaa kujenga. Kile chochote tunafanya, Make sure you are doing it on the foundation of Christ himself. hakikisha kwamba unakifanya juu ya msingi. If you are doing it on another foundation, Kama unafanya juu ya msingi mwingine, bear in mind, uweze kufahamu every work you are doing shall be tested. kila kazi unayofanya itajaribiwa. Hallelujah. Haleluya. I like verse 15. Ninafurahia mstari wa 15 Whereby, ambapo if your work will never pass the test, ili kwamba kazi yako kama haitaweza kupita ule mtihani, you will be saved, yes, utaokolewa ndio, but not now, lakini hakuna because you'll be like saved through fire. kwa maana itakuwa ni kama umeokolewa kwa moto. Not now. Hakuna Touch. Praise the name of the living God. So whatever you are doing, kile ambacho unafanya, whatever you are building, kile ambacho unajenga, make sure you build it on the right foundation. hakikisha kwamba umejenga kwa msingi. Therefore, if the judgment day is made to crown brethren, Kwa hiyo kama kanisa, kama siku ya hukumu imetengenezwa kutupatia taji, then what are these crowns? je, hizi taji ni nini? I want to take you through. Nataka nikupitishie. Very quickly, number one, Ya kwanza incorruptible crown. itakuwa ni taji isiyoharibika. Yes, taji isiyoharibika. Do you know there are different crowns? Je, unajua kwamba kuna taji tofauti? My brother, my sister, the future of the church, Ndugu yangu, dada yangu, kesho ya kanisa it is you to choose what you want in the future to come. ni wewe kuchagua kile ambacho
mafundisho yake. So number one, we have incorruptible crown. Ya kwanza tumepata kwamba ni ile taji isiyoharibika. 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 26 to 27 na 27. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Uko pale. Verse number 25 says, Mstari wa 10. everyone who competes for the prize is temperate in the things. Now they do it to obtain a perishable crown. But we born again Christian, we for an imperishable crown. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hallelujah. Therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitale, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Brothers and sisters, listen to me. Ndugu yangu, dada yangu, nisikize. Paul is saying, Paulo anasema there are competitions. Kunayo mashindano. And there are people who get into competition. Na kuna watu ambao huingia katika mashindano. And after the competition they are rewarded. Na baada ya mashindano wanatuzwa. Only to be rewarded. Kwa nini hao watu watuzwe? Crowns that are perishable. Zile ambazo ni taji za kuharibika. But we, lakini sisi ambao I love one of our good politicians that I love. Nampenda sana mmoja wa wanasiasa wetu ambaye nampenda. Sometimes I look at him and I just find myself laughing. Saa zingine huwa namtazama na mwangalia na saa zingine najipata nacheka. My friend, mambo unajipanga tu, unaona unajipanga. Katika hii ya wokovu ni kujipanga. Because there is a way you can run and finally get a perishable crown. Kwa maana kuna jinsi unavyoweza kukimbia na mwisho upate taji ambayo inaharibika. But Paul says, Paulo anasema kwa ajili yetu sasa Christ in us, wale ambao tuko na our crown, taji zetu imperishable. Asiharibiki. Number 2, ya pili, crown of life. ya utaji ya uzima. Revelation chapter 2 verse 10. Ufunuo 2 mstari wa 10. Are you there? Uko pale Ufunuo 2. To miss anything. Ufunuo 2. Revelation chapter 2 verse 10. Ufunuo 2 mstari wa 10. Bible says, Biblia inasema, do not fear any of these things usiogope mambo yatakayo which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Tazama, You may be tested, and you will have tribulations 10 days. Be faithful until death, and I will give you a crown of life. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Listen, my brothers. Nisikize ndugu zangu, Time has come wakati umekuja that you should not now be preaching about Paul and Silas in the prison. ili kwamba usubiri kuhusu Paulo na Sila gerezani. They went through prison. Walipita gerezani, They went through tribulation.
taji ya uzima. This crown is unique in its own way. Hii taji ni taji ambayo ni ya Only for those who overcome. ni kwa wale tu waliweza kuvumilia mateso, dhiki na mateso. Are you ready to face that? Je, uko tayari kupambana na dhiki na mateso? Could you be the judge that is going to withstand? Je, tutakuwa kanisa ambalo linaweza kustahimili moments that we are living in? Tuweze kustahimili hali kama hii ambayo tunapita. Brothers and sisters, dada zangu, ndugu zangu, Paul says, Paulo anasema, let us be faithful, tukuwa waaminifu till death. hadi kufa. This is the time. Huu ni wakati, The time that we are living. wakati ambao tunaishi. Times are tough. Nyakati ni ngumu. You never know what is going to happen. Hujui nini kinaweza fanyika. But tribulation is coming. Lakini mateso yanakuja. Tribulation of the church. Mateso ya kanisa. Your child is not in charge. Mtoto wako hayuko kanisani leo. Your elderly father. Mzee ambao Your elderly mother. mama yako ambaye ni mzee. The only thing tribulation is going to come in another way. Usifikirie mateso yatakuja. It will not be done that way. Mambo itaanza namna hiyo. All of a sudden, Kuna siku you will find yourself ukipata kwamba between a rock and a hard place. ukiwa katika Jiwe, mwamba na mahali pagumu. when you are there, Wakati uko pale, Paul says, Paulo anasema be faithful. uwe mwaminifu. They will even subject you Wataweza kukupeleka to tribulation for 10 days. wakutese kwa siku 10, Be faithful lakini uwe mwaminifu until mpaka the end, mwisho, and you will receive na utapokea the crown of life. taji ya uzima. That crown of life Hiyo taji ya uzima is not promised haijaahidiwa for jokers. kwa wale ambao ni wachezi. Promised Imeweza ahidiwa kwa watu wale who say, ambao wanasema no matter what, ije nini, no matter ije nini, even if you are to throw us in the hata furnace, kama utatutupe kwa moto. this is Shadrach, Huyu ni Shadrach, Meshaki na I know my sister. Abednego. How I wish you desire, Utamani even as you are ushered into the kingdom. hata wakati unaingizwa unaelekezwa katika ufalme. By the way, are you aware? Je, unafahamu kwamba If rapture takes place today, kama tutatwaliwa leo hii, Shadrach, Meshach and Abednego, Shadrach, Meshaki na Abednego, Daniel, Jeremiah, Danieli na Yeremia, Peter, Silas and Paul, Petero, Kristo na Petero, when they see you entering the gate of heaven, wakikuona wewe unatokezea kwa lango la mbinguni, they will salute and say, this is the man who overcame what is happening in the world. watapiga sauti wakisema ya kwamba huyu ni mmoja wa wale wanaume ambao waliweza Silence. mbingu itanyamaza, Honor you as you enter, na kuheshimu unapoingia, because of the things that you were. kwa sababu ya yale mambo ulistahili. The Bible says in Matthew, Biblia inasema Mathayo, blessed. The Bible says, Biblia inasema those who will endure to the end wale ambao wavumilia hadi mwisho shall be saved. wale wataokolewa. My brother, my sister, Ndugu yangu na dada, it calls for endurance inahitaji wewe kuvumilia for you to receive this crown. ili kwamba uweze kupokea taji hizi. It is not for jokers. Si kwa wachezi, It is not for just goers. si kwa waendaji wa kanisa, It is not for religious people. si watu wa dini, It is for people who have denied ni them watu ambao wamejikana and who have made up their na mind. wale ambao wamejiweka vizuri. Ya tatu, The crown of glory. taji ya utukufu, The crown of glory. taji ya utukufu. 1 Peter chapter 5. Waraka wa kwanza wa Petero 5, 1 Peter 5, 2-4. waraka wa kwanza wa Petero, The Bible says, First Peter chapter 5 verse 2-4. The Bible says, Biblia inasema kwamba waraka wa kwanza wa Petero 5:2, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compassion, but
mstari wa 4, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu ile isiyo kauka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema when this chief shepherd comes, na mchungaji huyu mkuu atakapokuja will give us a crown of glory. atatupea taji ya utukufu. Crown that doesn't fade. Utukufu, taji ambao halitakauka. I was telling my wife, Nimekuwa nikimwambia mke wangu, my duty is well divided. nikimwambia kwamba jukumu langu hata nikija hapa na nipate ndugu yangu Fred, nitakuhubiria wewe peke yako ujumbe ule peke yako, kwa sababu kile ambacho kinachofanya ni kwamba wakati mchungaji huyu mkuu atakuja, atakuwa kwamba anaweza sema sikuwa ninahubiri kwa sababu ya sadaka. Najua tulitusiwa sana hii wakati wa corona ati tunahubiri kwa sadaka. I'm telling you, I'm looking way beyond sadaka and the sacrifice and the tithe. Mimi natazama mbele zaidi ya hiyo fungu la 10 na sadaka na dhabihu. When I chose to leave my employment, wakati niliamua kuacha kazi yangu, I left good money. Niliacha pesa mzuri. I left good salary. Niliacha mshahara mzuri. I left good benefits. Niliacha how much money to come and look for? Nitawacha pesa hadi niende nikatafute pesa. Unless I'm confused. Labda niwe nimechanganyikiwa. I came in order to look for this incorruptible crown. Nilikuja ili kwamba niweze kupata ili taji lisilokauka. Number 4. Crown of righteousness for those who love is appearing. Hii ni taji ya utakatifu kwa wale ambao wataona akirejea. Who love is appearing. Wale ambao wanapenda kuona. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Timotheo wa pili 4 ni mstari wa 8. Are you there? Je, uko pale? Can you read it here? Timotheo wa pili 2 Timothy chapter 4 verse 8. Mstari wa kifungu cha 4 mstari wa 8 inasema hivi. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenyewe mwenye haki atanipa siku ile atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord as the righteous judge will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved is appearing. Praise the name of the living God. My brother, my sister, imagine as you serve God, as you go to your place of work, as you are cooking in your kitchen, as you are serving your husband in the house, and your children as well, you have that love is appearing. As you walk on foot, going to work, you have that love is appearing. Anaweza tokelezea nikipita pale pita. Labda nikipita kidogo supermarket anaweza tokea. Yaani you love is appearing. Uweze kuwa umeshaukia You have that love. ushaukia kufunuliwa kwake. Imagine that alone. Hiyo pekee yake tu deserve you to receive a crown of righteousness. Inafanya kwamba upokee taji ya utakatifu. The future of the church. Kesho ya kanisa. That love. Ile upendo tu, hiyo shauku. You know that passion. Hiyo shauku. That desire. Hiyo shauku. When is he coming? Atakuja lini? You know Paul is telling Philippians. Paulo anawaambia Wafilipi, I have a feeling. I have a feeling
niko na hisia ndani yangu to go and be with the Lord. nipande niende kuona Bwana. But again, there is another force, Lakini pia nasikia mvuto telling me to stay a little while. ambayo inaniambia kwamba kaa kwa muda But if I want to choose, lakini mimi ndio nitafaa I kuchagua. will choose to go and live with the Lord. Kama ningekuwa ni mimi ningechagua niende nikaishi na mtu. Love of His appearance, Hiyo shauku utakufunuliwa kwa annual and crown. itawafanya kwamba upate taji Because you have not the desire to see it, at the same time you will love His appearance. Huwezi tamani kuona Kutenda dhambi kutenda dhambi na bado unatamani kuona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. My brother, my sister, Ndugu yangu na develop that love. huo upendo wa aina hii. Number 5, Ya tano, crown of rejoicing. taji ya kufurahia. You know, there are people who doesn't find any reason to rejoice. Kuna watu ambao hawajali hata sababu ya kufurahia. Yeye kutoka mwezi wa 3 tu mambo yake ni corona hii corona. Kwani corona ni wewe ulitumia? Paul is saying, brethren, and let me tell you, Paulo anasema hivi wapendwa, by the time Paul is telling the church of Thessalonians, wakati Paulo anaambia kanisa wa Thesalonika kwamba wafurahie, they had no reason to rejoice because they are living during time of persecution. hawakuwa na sababu yao wao kufurahia, maana walikuwa wanaishi nyakati ya mateso. Do you think rejoicing in the Lord is convenient? Je, unafikiria kufurahia ndani ya Kristo ni kitu itakuja tu hivi? No. Hapana. You find a reason to rejoice even when you don't deserve to rejoice. Unaona ni kwamba lazima ufurahie hata kama wakati During this time of corona, hata wakati kama this time of pandemic, huo wakati ambao tunajaa, when life is so dark, wakati maisha ni magumu, rejoice! People will look at you and think you are crazy. watu watakuangalia waone ni kama umeruka kichwa. And they ask, my sister, Mercy, what is wrong with you? Na wakuuliza dada yangu Mercy, ni nini shida yako? Tell them I am working on the ground. Waambie kwamba ninafanyia kazi taji. Praise the name of the Lord. I don't have to rejoice because I have 1 kg of meat in my, fridge. Sihitaji kufurahia kwa sababu ati niko na kilo ya nyama pale kwa fridge. Not because I have a full chicken in my fridge. Si ati kwa sababu nina kuku mzima pale kwa fridge. I'm rejoicing because there is a crown waiting. Mimi nafurahia kwa maana kunayo taji inaningojea. And the crown is for them. Those who rejoice. Na hii taji ni kwa wale tu ambao wanafurahia. Praise the name of the Lord. Haleluya. First Thessalonians, Wathesalonika wa kwanza chapter number 2. pili, We need to read that one. tunahitaji kusoma hiyo. First Thessalonians chapter number 2. Wathesalonika wa kwanza mstari ni wa 19. Listen. Sikiza. For what is our hope or joy? Crown of rejoicing. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea furaha ni nini? It is not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. Je, si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu Kristo wakati wa kuja kwake? Verse 20. Mstari wa 20. For you are our glory. Maana ninyi ndini utukufu wetu na furaha yetu. Listen, the words of Apostle Paul in verse 20 now. Sikiza ujumbe wa Paulo katika mstari wa 20. It's not even about his coming. Hata si kurejea kwake, but our joy. Lakini furaha yetu. Verse 20 is very interesting. Mstari wa 20 unapendeza sana. For you are our glory. Maana ninyi ndini utukufu wetu, joy na furaha yetu. Do you know this? Crown is for which people? Je, unajua hii taji ni ya watu wa aina gani? This is a special crown. Hii ni taji special, hapa taji ya kipekee. For soul winners. Kwa wale ambao ni wa kufuna nafsi. Soul winners. Wale ambao ni wa kufuna nafsi. Paul is telling the Thessalonian church. Paulo anawaambia kanisa la Thessalonike, our joy, ninao furaha and the glory na utukufu is when we see you.
Na utukufu ni wakati ninaona we preached, tumehubiri, we won you to Christ, tukaweza kuwafuta kwa Kristo. Now you are our joy, na nyinyi ndio furaha yetu, you are our glory, na nyinyi ndio utukufu wetu. My brother, my sister, ndugu yangu, dada yangu, the moment you serve God, wakati unamtumikia Mungu, and you can tell, na unaweza sema so and so came to Jesus because of witnesses, fulani na fulani alikujia kwa Kristo kwa maana witnessed so and so, fulani na fulani witnessed Christ so and so, nikahubiria fulani na fulani, witnessed Christ so and so, nilinena neno la Mungu. All these people came to Jesus. Na hao watu wanapokuja kwa Kristo, my efforts of witness, kupitia kwa mimi kuwahubiria, that becomes you will deserve the crown. Hiyo inakufanya kwamba upate taji. And not only the crown of rejoicing, na sio taji tu ya kufurahia, you will also rejoice more, utafurahia zaidi, when you know the people that you witnessed Jesus and they came to the kingdom. Wakati utajua wale watu ambao uliwahubiria na wakampokea Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wapendwa, desire, tamania to get a crown, upate taji. Desire to get a crown, tamania upate taji. For the sake of time, kwa mara ya pili, I want to stop there. Ningependa kusimamia pale, but before I stop there, lakini kabla nitamatishe pale, I want to tell you, ningependa kuambia hivi, after we are rewarded with all these crowns, baada ya kutuzwa taji hizi, as you have your crown now, wakati ule ukiwa na taji yako, walking in the kingdom of God, ukitembea katika ufalme pale ukiwa na taji, with a crown, ukiwa na taji, hallelujah, hallelujah. You see, when you have a crown, unaona wakati umekuwa na taji pale, it determines where you should be positioned in the kingdom. Inategemea ni wapi utaweza kuwekwa katika ufalme. After we are crowned, tukishafishwa taji, we will enter into the millennium rule. Sasa tutaingia katika utawala wa milele pamoja na Kristo. Yes. Sasa mtu ana taji atawekwa wapi na amani? Hata kuwa na pake. Unajua, hata nimalizie na kusema hivi. Somebody told me, man, you know what? You know, in heaven it will be like, this is where the throne of God is. You see now, you cannot take a headman. Nani anajua headman? Yule mzee wa kijiji. Huwezi kuwa mzee. Huwezi kuwa mzee wa kijiji, wewe rais yako hapa umweke hapa. Alafu cabinet secretary hapo nyuma. Haiwezi kuwa na orodha utaratibu. Tutakaa sawa na taji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutakaa sawa na nini? Na taji. Sasa huyu jamaa nimechekesha na unajua sasa mtu ana taji. Ndio atakuwa anaishi wapi kwa are? Na sisemi kwa are ni mbaya. Lakini unaona mazingira ya kwa are, my friend. Na ya mahali tu. Don't you see the difference? Tofauti unaona. Ukiwa kwa leo unaweza pata matatu rahisi kama yule mtu anaishi hapa. Huyu utampata ashaenda. Na hiyo pia mbinguni kuna ni mji mkubwa. Ukisoma Revelation inakuambia urefu wake hivi na mapana yake. So utakuwa unakuta watu washatembea. Unajua wewe ni mtu una taji. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakisifu Mungu hapa hivi wanamuona hapa hivi wanamuona vile alivyo. Wewe utakuwa bado uko wapi? Wewe unasikiana kwenye anakaanga. Ni vile nilikuwa na hili mambo unaonanga vitu vingine. Nilikwambia angalia kiti yako na usiwahi toka kwa hiyo kiti. Kwa hivyo kama ulichukua kiti nyuma huko juu utakaanga huko. Kama Yesu alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But it's not a big deal, eh? But sometimes things happen for learning purposes. Wakati mwingine mambo mengine kwa somo. Mama Dorcas nakuona nikikukuta hapo you will have to explain to me how did you change your chair to this chair because every chair has a number. Anyway, that is on a light note. What does it mean? Hallelujah. But imagine that is how things will be. Let's stand up. Hivyo ndivyo mambo yatakuwa. Tusimame kwa miguu yetu. I want to keep time. I promise that I will be keeping time. And I will come to continue on Sunday. Nitakuja kuendelea Jumapili. I will come